ambao ziko dunia yote, walemavu hutembea na nguvu za Zekomandereboso ndayabashenta bazo legene mosandereboshanda Yesu manto ya mama Zekomanto ribasata. Nguvu za Mungu ziwe juu yako, ziwe juu yako, ziwe juu yako, ziwe juu yako, ziwe juu yako. Rapo saka Mungu yule badiliki, aliyepita na kina Musa bahari ya Shamu, yeye yule jana leo na hata milele. He is the same God. He has never changed. We should never be inferior. Hatutakiwi kuwa na hofu. Bwana afanye jambo jipya moyoni mwako, afanye jambo jipya usiku wa leo. Kuna mtu anavuka hapa, kuna mtu anavuka hapa, kuna mtu anavuka hapa. Shakorabasata, shakarabasata, shakomatoribasita. Unaweza Mwokozi, unaweza Mwokozi, unaweza Mwokozi. Hebu mwambie Yesu anaweza peke yake. Unaweza, Yesu unaweza Bwana. Unaweza Bwana. Peke yako unaweza. Usiku wa leo hatuna kama wewe, unaweza. Bwana unaweza. Twainua jina lako, unaweza Bwana. Bwana unaweza. There is none like you. Unaweza Bwana. Yesu unaweza. Wala ya mwisho unaweza. Yesu unaweza. Bwana nakuvusha mbali. Yesu peke yako unaweza. Yesu unaweza. Bwana unaweza Bwana. Shakora basekoya basekai. Shakora sakesh. Pige tena Bwana Yesu makofi mengi mengi. Asante mtumishi. Haleluya. Mtusamehe kwa sababu tangazo lililotoka mara ya kwanza lilikuwa linasema kwamba tunatakiwa kufanya mkesha kuanzia saa 3 mpaka saa 11. Lakini kidogo eneo la ukumbi hawakucommunicate na sisi kwamba wenyewe kuambia mkesha manake mwisho ni saa 6. Kwa hiyo tulipowapigia simu tukasema tuna mkesha, wakajua mwisho saa 6. Kwa sababu hizi ni kumbi za harusi, sio kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hawaruhusiwi kufanya above saa 6 mpaka wawe na kibali. Au labda wametengeneza ukumbi wao wameshaweka zile soundproof ambazo hazitoi sauti nje kwa sababu ya disturbance za nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini yote katika yote Mungu wetu ni mwema sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika uchache huo na katika muda mfupi kama huo, we know that God is here and God has touched you already. Bwana Yesu asifiwe. Ninachofanya naenda kumalizia
kile kitu ambacho kiukweli natamani vitu vichache. Sitafundisha nilichotaka kufundisha basically, sio kutokana na muda, kutokana na vitu ambavyo Bwana amenisemesha kati tunaendelea kuomba hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Fungua Isaya 6. Isaya 6. Isaya 6. Tumefika Isaya 6. Biblia inasema, katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia, nalimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo la vazi lake zikajaliza hekalu. Juu yake walisimama maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. 3. Wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Afungua kitabu cha Habakuki. Kitabu cha Habakuki. Baada ya Nahum anafuata Habakuki. Sura ya 2. Anasema, mimi nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya mnara, nitaangalia ili nione atakaloniambia, na jinsi nitakavyojibu kwa habari ya kulalamika kwangu. Bwana akanijibu akasema, iandike njozi, ukaifanye iwe wazi sana katika vibao, ili aisomae apate kuisoma kama maji. Sura ya 3 hiyo Habakuki. Sala nabii Habakuki. Bwana, nimesikia habari zako, nami naogopa. Bwana, fufua kazi yako katikati ya miaka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu vichache hapa nataka nivielezee. Sikupanga kufundisha ambacho ninakifundisha sasa. Basically nataka nifundishe primordial truth, au kweli za asili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati naendelea kuomba, kuna baadhi ya vitu Mungu alikuwa anaendelea kusema na mimi hapa. Ndio jinsi ambavyo nitakufundisha muda huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kusoma hiyo Isaya 6, anasema, katika mwaka aliokufa mfalme nalimuona Bwana. Katika mwaka aliokufa mfalme nalimuona Bwana. Hizi zilikuwa season tofauti, vilikuwa ni vipindi tofauti. Sasa Isaya anatuonyesha kipindi kingine ambacho alisikia sauti ya Bwana. Na Mungu alikuwa anaongea na mimi kutokea kwenye kitabu cha Isaya 6 kwamba katika mwaka alipokufa mfalme Ahazi nalimuona Bwana. Hakumuona Bwana kwa sababu mfalme Ahazi alikuwa amekufa, lakini alimuona Bwana kwa sababu alikuwa amejisituate, alikuwa amejiweka kwenye eneo ambalo anaweza akamuona Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. As we are singing here, kati tunaomba uvuvio nguvu za Roho Mtakatifu mbele kwa anaongoza Agape, the Spirit of the Lord akaniambia, akasema, the problem is not praying, but the problem is the focus when you are praying. Now note that down. I want that, nataka ukielewe hicho kitu, ili maombi yako yafunuliwe ndani ya moyo wako. Saa zingine tunakiombaga tusichokifahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakiomba tusichokifahamu. Sasa shida sio tunachokiomba, lakini shida concentration, mind yako inaona nini pale unapoomba. Inaposema Isaya aliona maono baada ya mfalme Ahazi kufa na mbingu zikafunguka, sio tu kwamba maono yalikuja automatically. Kuna kitu Isaya alikuwa anakiona wakati anaomba. Ukifuatilia historia, Isaya wakati anaona haya maono, kwa Kiyahudi wanaita ascension vision. Ilikuwa ni ascension vision. Kuna tofauti ya maono ambayo anaweza yakaja kwako kayaona, na maono ambayo anakuja ascensive way. Sasa hii kitu alichokuwa anakiona Isaya ni ascensive, alichukuliwa, he ascended. Bwana Yesu asifiwe sana.
Bwana Yesu asifiwe. Lakini mpaka mazingira ya kuona kitu ambacho alikuwa anakiona hayakuja tu kwa sababu alikuwa amekaa. Alikuwa kitu cha kwanza anaomba. Ukifuatilia kwenye historia walikuwa wanaomba, na sometimes ukifuatilia sio kwamba alikuwa nabii mmoja, walikuwa wengi. Alafu ghafla Isaya ndo akaona. Lakini wakati wanaomba, Isaya anapoona kitu ambacho kina open up vitu vikubwa kufunguka kwa Isaya, ni concentration pale anapoomba, anachoona muda anapoomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ukimsoma Habakuki sura ya kwanza, alikuwa analalamika kutokana na alivyokuwa anaona. Akanasema Mungu dhalimu unaendelea, Mungu maovu yanaendelea. He was seeing something, na kile kitu alichokuwa anakiona ndicho kikatengeneza pressure ya Habakuki kuomba. Ukisoma sura ya pili, Biblia inaonyesha kwamba Habakuki baada ya kulalamika akasema mimi nitasimama katika zamu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Nitasimama katika zamu yangu ili nione. Soma hapo maneno yake alivyosema. Note down hivyo anavyosema. Mimi nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya mnara. Nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya mnara. Juu ya mnara ni eneo ambalo huoni vilivyo chini. Bwana asifiwe. Mara ya kwanza pressure ya kuomba ilikuwa inakuja kutokana na nini anaona. Lakini anapokuja kusimama juu ya mnara kwenye zamu yake, na sio tu sehemu yoyote, anasimama juu ya mnara, maana anasema ninatengeneza pressure nyingine ya kuomba ambayo itakuwa haitokani na ninachoona, kwa sababu chini ya mnara you see a lot of things. Hivi vinara yalikuwa ni maeneo ya kuomba ya Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kusema nitasimama juu ya mnara, I don't want any noises, I want to hear what God is saying. Hapo mwisho anasema kwa habari ya kulalamika kwangu, anasema nataka nimsikie Mungu atakachosema kwa habari ya kulalamika kwangu. Lakini ukisoma sura ya 3, huyu jamaa anatubu, anasema Mungu nilikuwa nakusikia, lakini sasa twende sura ya 3. Twende sura ya 3. Jazoea kusoma vifungu sana, msisamee leo. Bwana Yesu asifiwe. Sala ya Nabii Habakuki baada ya kukaa kwenye kinara na kwanza kuomba. Bwana nimesikia habari zako nami naogopa. Bwana fufua kazi yako katikati ya miaka. Katikati ya miaka tangaza habari yake. Katika ghadhabu kumbuka hekima. Baada ya Habakuki kukaa kwenye kinara, maana yake focus ilibadilika na concentration ilibadilika. Anasema Bwana nimesikia habari zako nami naogopa. Mara ya kwanza nilikuwa ninaomba because of the pressure that was rotating me, kutokana na pressure ambayo ilikuwa inanizunguka, kutokana na mtazamo niliokuwa naona. Focus ya kwangu kwenye maombi ilikuwa inashindwa kufungua akili yangu kuona hizi kazi ambazo umeziweka. Kwa alichokuwa anakiona ni yale aliyomzunguka. Alikuwa haoni kazi, lakini aliposimama juu ya kinara anasema Bwana nimesikia habari zako nami naogopa. Bwana fufua kazi yako katikati ya miaka. Baada ya kuona udhalimu, akaanza kuona kazi ya Mungu katikati ya miaka. The focus of prayer. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. The focus of prayer. Usipo focus, kusikia saa zingine ni ngumu. Unaweza kuwa unaombea familia, lakini focus ya kwako wewe kumsikia Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ndo ana majibu ya familia, ila familia haina majibu, ndio maana unaombea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. The focus ndio ambayo inafungua vitu vikubwa. Biblia inasema niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyojua. Maana yake utakachokuwa unakiomba haujakifikiri bado. Kwa hiyo Mungu anapokuja kuachilia inspiration, anafungua kitu ambacho hujawahi kukiwaza, ambacho hujawahi kukijua, ni kitu kikubwa zaidi ya vile ulivyokuwa unafikiria. Why? Because of the focus. Angalia wale watumishi wa Mungu waliokuwa wanapata vision. Ezekiel, angalia, walikuwa wanaomba. Walipokuwa wanaomba, because of the focus, the vision came. Bwana asifiwe. Kutokana na mtazamo wakati wa kuomba, maono yanakuja.
Kutokana na mtazamo wakati wa kuomba, sauti inakuja. Uwezi ukawa unaomba masaa mawili hujasikia. Never, usikubali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hauwezi ukaomba dakika 5 hujasikia. What are you praying? Manake katika saa ya kwanza, katika dakika ya kwanza unapoingia, lazima sauti ndio iwe imekusukuma. Na tulijifunza tukasema jambo lolote lisilotokana na kusikia ni nini? Ni dhambi. Kwenye Agano Jipya, jambo lolote lisilotokana na kusikia ni dhambi. Tunapoingia kuomba, tunaomba kwa sababu tumesikia. Mtazamo ukabadilishwa kutokana na kusikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sometimes when we are praying, Mungu anaongea mara nyingi, lakini kitu ambacho kinatutoa kwenye kusikia kile Mungu anachoongea ni kutokana na mtazamo. So when you are entering into prayer, unapoingia kwenye maombi sasa hivi, Bwana katika jina la Yesu, lazima akili yako iwe open kusikia. Lazima akili yako iwe open kuona, ndio vitu vinakuja. Kama akili isipokuwa open kuona, vitu haviwezi vikaja. Vision cannot come if the mind is not open. Isaya anaposema katika mwaka huu nalimuona Bwana, sio kwamba he was meditating something. Kuna kitu alikuwa anakiona kwenye fikra, na alipokuwa anakiona hicho kitu ndio vision ya maserafi ikaja. Kwa kama unataka vision ya kuona, natamani mbona Paulo alisema Yesu alimtokea. There is a kind of meditation lazima ufungue kwenye fikra yako unapoomba. Wala sio kwa watu gifted ndio Yesu anawatokea, hamna. Hakuna gifted kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni principles tu. Ukishajua principles za kiroho. Na ndio maana kuna watu fulani wanatumia namba communicate na mapepo. Wangapi wameweka fahamu hawa? Jamani, tunaishi ulimwengu wa teknolojia. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Wangapi wanakumbuka kama mchezo ka zamani tulikuwa tunaangalia destiny za watu kwa calculate number? Wangapi wamecheza hapo kanuni? Tunachukua jina na jina. Ndio sawa, wewe utakuwa mchumba wako. Kwa hiyo zikija kugongana kama ni 20 kwa 20, tunasema wewe utakuwa mchumba wako. Wangapi wamefanya hicho kitu? That is spiritual. Na tulikuwa tujui kama ni spiritual. But that is spiritual. Yesu anaposema namba ya mpinga Kristo ni 666, calculation iliyofanyika ni kama tulikuwa tunafanya. Ila anasema sisi tulikuwa tunafanya kwa namba za Kiroma, yeye amefanya kwa namba za Kiyahudi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima akili ione. Akili isipoona, you cannot receive the inspiration. Your mind must be open. Baba katika jina la Yesu, what is your mind seeing? Akili yako inaona kitu gani? Kama akili yako haioni, maana hata Mungu akisema, by the way Mungu kashasema, ila tunafikiri hajasema kwa sababu akili haijafunguka kuona kile alichokisema. Hivi nafikiri Mungu akisema hapa nakupenda, nafikiri amesema sasa hivi nakupenda. Ashasemaga kabla hujazaliwa. Ila wewe ndio unaisikia leo kwa sababu umeomba vya kutosha ukaifikia nakupenda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unaposema Mungu naomba nisaidie nipate kazi, basically katika ulimwengu wa roho kazi yako inaonekana. Inawezekana sio hiyo ulionayo. Ni utapita 3 au 4 au 5. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika ulimwengu wa roho ni plain, inajulikana kwamba kazi yako utapita ya kwanza, ya pili, ya 3, ya 4, ya 5. Ni fact, ipo katika ulimwengu wa roho. Yaani kabla hujazaliwa, kama angetokea mtumishi mmoja angeona, angesema huyu mtoto akizaliwa atasoma shule ya msingi fulani, sekondari fulani, chuo fulani. Akifika chuo atajikwaa, akijikwaa kidole kitakatika, angeona yote. Bwana asifiwe. Liberata, nimetoa mfano mgumu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Angesema yote. Kwa hiyo hata kazi yako angeitaja, kwa sababu kazi yako sio jambo jipya kwa Mungu, lakini kazi yako it is a plan of God. Bwana Yesu asifiwe. So when you're praying, alafu ghafla ukasikia Bwana akaniambia, sio kwamba ndo Bwana ameshuka kutoka mbinguni akakwambia. Kwa sababu kama hujajua kwamba utaambiwa kitu kwenye maombi, yeye alishajua kwamba utasikia kitu kwenye maombi. Kwa hiyo hakusema wakati unasikia, lakini alikusha kusema hata kabla hujaanza kuomba. Ila unapoingia kuomba kwa sababu ya kufungua fikra, unasikia kilichosemwa hata kabla hujazaliwa. So there is nothing new, we are living in a past. Lakini kitu ambacho kinatufanya tuone ni fikra inayofunguka wakati unaomba.
Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Don't make your prayer to be wasted. Usifanye maombi yako yaende tu. Bwana Yesu asifiwe. Unapoingia kuomba, nilikuwa najaribu kufuatilia historia ya kanisa la kwanza. Those people were praying. They were not only praying. Japokuwa kuna muda imani iliingia maji. Japokuwa kuna kitu aliongea pale very weird. Akati anamwombea Petro. Petro akafunguliwa. Akati Petro amegonga, yule mfanyakazi alipoenda kuwapikia taarifa akasema labda ni malaika wake Petro. So it's like these people, angels call, ilikuwa ni jambo la kawaida. Yaani anasema huyu sio Petro, labda ni malaika wake Petro. Sijui kama unaelewa hiyo statement. Bwana Yesu asifiwe. I don't think huyu sio Petro, labda ni malaika wake Petro. Manake hawa watu angels, it was something yani normal. Petro akati anatolewa akajua ipo kwenye maono. Manake maono hao watu ilikuwa yani ni maono mazito, kwamba malaika amekuja amefungua, anajua ipo kwenye maono, wanamtoa kwenye geti, anajua ipo kwenye maono, malaika wanaondoka. It was not kuona malaika na macho ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni kuona malaika na macho ya kimwili. Sio kwa sababu Petro alikuwa na viwango vikubwa vya kiroho, kuna technique alikuwa nayo wanapomtafuta Mungu. There was a technique. Why should we believe in angels, that angels are saving us while we cannot see them? Does it make sense? Bwana Yesu asifiwe. Na ukiangalia hapo tukihesabu tukisema watu wanaopenda kuona malaika wote tunaweza kuonyesha na mimi nataka. Why? Because these people tunaweka nao katika ufalme wa mbinguni. Na malaika hawaji because a person has a certain gift. Kuna watu wamemeja, sikatai. Kuna watu jamani wamemeja. Kwenye huduma kwa mfano za malaika, kuna watu wamemeja. Lakini ni haki ya mtu. Kuna watu wanaona kutokana na gift. Kuna mtu ana gift. Kuna sisi wengine lazima tuombe. Yaani lazima upige power, afu ndo macho afunguke uone. Lakini kuna mtu ana gift. Ni kama wewe, inawezekana una gift ya counseling. Mtu akija tu hata hujaomba, unamshauri hapo Bwana akasema. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna mtu yeye hana gift ya counseling, hana gift ya kushauri. Kwa mtu akija atamwambia naomba nimuulize Mungu. Wiki moja anaomba. Na kweli Mungu ndo atakuja atasema naye kitu cha kwenda kumshauri nani? Na kitakuwa cha Roho Mtakatifu. Lakini kuna mtu ana gift of counseling. Kwa hiyo mtu akienda tu Bwana ana shida moja mbili tatu. Yaani anapomsikiliza ghafla anapata majibu. Alafu anamwambia pale majibu yanakuwa ni sahihi. Kwa hiyo kama ambavyo huyu akucancel a struggle, ndio jinsi huyo malaika ambavyo struggle. Inasema sasa wa counseling anafikiri kwamba of course kuona malaika sasa unajua ni supernatural. Yeye counseling ile anaona ni kawaida sana. Lakini ukisoma Biblia kwenye kitabu cha Isaya 11 anasema the spirit of counsel, the spirit of might shall be upon Christ Jesus. Manake roho ya shauri, it is a ministry. Sio naongea na mtu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana kuna watu Bwana Yesu asifiwe. Yaani hawezi akakaa wiki kama watu watatu hajamtafuta naomba nishauri jambo moja mbili tatu. It is a ministry. Na roho ya shauri inafanyaje kazi? Roho ya shauri yani ina influence. Yani lazima kitu kibadilike. Ukitaka ujue kwamba una ministry of counseling, yani lazima jambo libadilike. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Now likewise kwenye malaika, it is your right to see the angels. It is your right to hear God. Mungu asikie na watu fulani, no. Kila mtu anatakiwa amsikie Mungu. Kwa sababu nilisema hauwezi ukakua katika wokovu kama umsikii Mungu. You must hear God so that you can grow in salvation. Lazima umsikie Mungu ili ukue katika wokovu. Kwa maana yake tukisema nani ambaye anakuwa katika wokovu, ni mtu yule ambaye anaweza kumsikia Mungu. No, how do we hear God? We hear God in prayer. Yani usidanganyiki kwamba soma neno, sikiliza. Neno na maombi ni proportion. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ni yanaleta anointing, ambao anointing inasaidia kumeng'enya neno. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa ili neno lilete ladha linapomeng'enywa, lazima kwenye maombi unapopata anointing, jicho lako liwe linaona. Ile kile ambacho nakiona kinakuja kama rema, ndio kupeleke kwenye neno ili neno liweze likatafsiriwa kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Unaona nini unapoomba? Because what you see is what is being opened. Kama there is nothing you see while you are praying, nothing will be open to you. So unashangaa unaweka muda, Mungu nataka niombe dakika 15. Unaomba dakika 10. Sio kwa sababu umechoka, lakini kwa sababu kuna kitu ukioni. Kama kuna kitu unakiona, your prayer
ina prolong. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Isaya anasema katika mwaka aliokufa Ahazi na alimuona Bwana. Habakuki anasema Bwana, nimesikia habari zako nami naogopa. Mara ya kwanza alikuwa sio kama Mungu alikuwa mjui, alikuwa anamjua Mungu na akaingia kuomba, na alipoingia kuomba akawa anaonyesha vile vitu ambavyo ni negative vinatokea kwenye jamii. Mungu, angalia, kuna moja, Mungu kuna mbili, Mungu kuna tatu. Akasema ngoja nisimame nikae kwenye kinara nimsikie Mungu atakavyosema kwa habari ya kulalamika kwangu, sio kwa habari ya maombi, kwa habari ya kulalamika kwangu. Mungu anapokuja kusema naye anasema nimesikia habari zako nami naogopa. Bwana, fufua kazi yako katikati ya miaka. There is another dimension ambayo unaona unapoingia kuomba. Kwa hiyo Habakuki alipoingia kuomba, baada ya kuona udhaifu akaona kazi ya Mungu. Kwa hiyo mentality yake nzima ya maombi ikabadilika. Akaanza kusema Bwana, fufua kazi yako katikati ya miaka. Akaacha kusema Mungu achana na toa udhalimu, toa ufisadi. Akasema Mungu, fufua kazi yako, kwa sababu anajua kazi ya Mungu ikifufuka, udhalimu na chochote kile ambacho ni tofauti na mapenzi ya Mungu kinaondoka. Inakujaje? Unaona nini kwenye maombi? Unaona nini? What do you meditate when you pray? We don't experience visions because we don't know what we meditate while we are praying, because we are seeing what we are praying, kuliko kuona kile ambacho kinatakiwa kiboost what we are praying. Wangapi wananielewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Unaona kile unachoomba, Mungu naomba nisaidie jambo 1 2 3 katika jina la Yesu. Usione hiki unachokisema, lazima utengeneze picha. Na maana maombi ni declaration. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Maombi ni declaration kutokana na picha ambayo inakuwa inaonekana ndani. Bila picha, maombi yanakuwa maombi yasiyo na kaufunuo ndani. What do you see when you are praying? Because what you see, kile ambacho unakiona, ndicho ambacho kinatengeneza sauti ya Mungu kuumbika. Nishasema Mungu haongeagi lugha tunazoongea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haongeagi jinsi ambavyo tunasikia. Kwa hiyo maana yake kuna conversion nyingi sana ambazo zinafanyika. Ukijua principle za kusikia, ukijua principle za kuona, maana yake unapokuwa unaomba ni kuona na kusikia. Si unajua unaweza ukasikia kitu ambacho hujakiona, kwa hiyo ulichokisikia kinaweza kisete maana. Unaweza ukasikia kitu ambacho hujawahi kukiona, kwa hiyo unachosikia hakileti maana, kwa sababu huna picha ya ulichosikia. Wangapi wamenielewa mpaka hapo? Wangapi wamekuona maserafi? Wangapi wanajua maserafi? Ngoja tusome kwenye Isaya 6. Kwa hiyo tunaelewa maserafi, hatuelewi jamani. Does it make sense or does it make sense? Maserafi mari. Na nyimbo tumetungia, si ndivyo? But do we see? What if when we are singing we have an exact picture of what we are singing? Our singing will be revelation. Bwana Yesu asifiwe sana. Our singing, kwa maserafi sana nasema na mabawa 6, mwingine anajifunikia usoni, mwingine anafanya nini? Okay, tunasoma aisee, mbinguni Bwana kuzuri sana. Maserafi na makerubi. Kweli, lakini do we have the exact image? Because the image, nilikuwa nasoma kitabu kimoja cha Wayahudi. Walikuwa wanafanya calculation moja. Wanasema wale makerubi, unajua wamechana mbao kukiegemea kiti cha throne of grace, ndivyo Sasa kwa na calculate, wanasema kutoka kwenye kopa la bawa mpaka mwisho ukitembea ni miaka 500 with a spiritual calculations. Sio kama unaelewa vizuri. Yaani lile bawa limekaa hivi. It is not sifanyi masiala. Ni ascension of vision. Kwa mfano kuna kitabu cha Isaya kipo kwenye Biblia, lakini ni ascension of Isaiah kinaitwa. Kutoka kwenye bawa tu kulimaliza bawa, ukatembea kwenye bawa kwa unatembea. It is 500 years. Ilikuwa najaribu kuclarify kwamba viumbe vya roho ni vya ajabu. Sasa kama tu bawa la kerubi, okay, kama amesema miaka 500 kwa picha ya kiufunuo, si ndivyo?
Kwa maana kama picha ya kifunuo tunajua kwamba kuna extent fulani ambayo ni kubwa, si ndivyo? Sasa kiti cha neema inakuwaje? Tunasema by the blood of Jesus the veil inafanyaje? Kwa sababu unajua veil ikipasuka unakutana na sanduku la agano, si ndivyo? Ukutana na sanduku la agano unakutana na wale makerubi. Na Biblia inasema kwenye kitabu cha Kutoka, kasome. Anasema Biblia inasema Mungu akati anamwambia Musa, anasema kuhani anapoingia patakatifu ahakikishe kwamba anauzungusha uvumba vya kutosha, ili ule uvumba ufunike the throne of grace. Kwa sababu akiona pale kwenye throne of grace nitamvamia, atakufa. You are not qualified to have me yet. So if I come to you, you will die because you are not qualified. But in Jesus we are qualified. Bwana Yesu asifiwe. So the people are not qualified to carry God, but we are qualified to carry God right now. Bwana asifiwe. Anasema akishapumbaza ule uvumba, atakapoingia nitasema naye kutoka katikati ya mbawa za makerubi. Kwa hiyo sauti ya Mungu kwenye patakatifu pa patakatifu inatoka katikati ya mbawa za makerubi. Tasome Kutoka. Najua pale tunarukaga kwenye yale mapazia 10 na kwenye mapazia funga makomamanga. Si ndivyo anavyosema kwenye kitabu cha Kutoka? Kwenye kitabu cha Kutoka anasema funga mapazia 10 yaunganishe huku na huku. Alafu unapounganisha sio pale mapazia, funga vitasa vya gold, alafu anasema na makomamanga. Unafunga makomamanga pale. Bali sasifiwe. Tunafikiri Mungu anaongelea matunda. What do you see? What you see even reveals the scripture to you. Everything is meaningful in the scriptures. But what do you see? Unaona nini? Kwa hiyo sauti ya Mungu basically kutoka kwenye kitabu cha Kutoka ilikuwa inatoka katikati ya mbawa za makerubi. Kwa hiyo huyu mtu anapokuja anapiga calculation ya mbawa za makerubi, sifiki kama ni kichaa. Kuna kitu ambacho amekiona kwenye kitabu cha Kutoka. Na alipokiona kwenye kitabu cha Kutoka ndo amekuja nacho kwa kusema jamani, ni shughuli bawa moja. Hapo hizo sio mbawa, ni bawa. Kwa hiyo kama ukitembea huku ni miaka 500 na huku ni miaka 500. Tunajua hata dunia ina mipaka yake, na marefu na mapana. Bwana asifiwe. Spiritually dunia ina marefu na mapana. Spiritually dunia inajulikana kwamba ina mapana gani, na inajulikana kwamba ukitoka kaskazini mpaka kusini inajulikana kabisa utatembea miaka mingapi. Sasa kuimaliza dunia tu ni shughuli. Spiritually kuimaliza dunia ni shughuli. Enoko alijitahidi. Ndio tunasoma tumishi. Bwana asifiwe. Enoko alijitahidi. Alitembea mpaka miisho ya dunia. Alitembea mpaka miisho. Lazima Mungu ni mkuu mpaka miisho ya dunia, sio kaskazini. Kuna miisho ya dunia spiritual. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini what do you see? Because what you see in prayer is what reveals things to you. Unachokiona kwenye maombi ndicho ambacho kina mambo ambayo ni so much beyond what we are thinking. Kwa sababu Mungu anataka sana aongee, lakini kuongea kwa Mungu kunategemea sana, do you know the principle of God speaking? And the principle of God speaking is you setting up your mind to hear. So you must be careful while you're praying. Why you must be careful? Kwa sababu unapoomba, akili yako inapokuwa imefunguka, akili yako inapokuwa open, Mungu anaingiza sauti yako kwenye open mind. Na maana tunasema mtu anapoomba anatakiwa awe anajua principle. Paulo anajua hizo principle. Anasema wanawake wanapoomba wajifunike vichwa kwa ajili ya malaika. Alikuwa anaongelea fallen angels. Ndio kufundisha siku nyingine hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unapofungua, na maana kuna watu wanaoomba sana lakini hajui principle. Anaomba, ameingia kuomba labda kafunga siku 20 hapo anatoka amevamiwa na mapepo. Why are you praying? Afu pepo anakuja kukuvamia. What do you see? Do you know the principles? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Isaya anachukuliwa kwenye maono kwa sababu kuna jambo alikuwa analiona. Tonight I want us to see something. Bwana Yesu asifiwe. I want us to see something. Meditate something while you are praying. Utaona vitu vya ajabu sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwingine anafikiri Mungu kuongea ni ile sauti ya maji mengi. No, it is not like that. Ni hiyo fikra yako, lakini audibility inatofautiana. Nimekusaidia? Bwana asifiwe. Yaani ni mawazo yako hayo, ila audibility
ya mawazo yako na sauti ya Mungu kiingizwa kwenye mawazo ndio vinatofautiana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ili mtu excel katika mambo ya kiroho lazima awe trained enough kumsikia Mungu. Kama hajawa trained enough kumsikia Mungu, tutakuwa tunaenda tambo 2 tunarudi tambo 5. Kama hajawa trained enough kumsikia Mungu, kila siku tutakuwa tunarudia mchezo ule ule ambao tunakuwa tunarudia. You must be trained first to hear God before you start to grow. Wangapi tunaelewana? You must be trained first to hear God before you start to grow. Na ninapoongelea kumsikia Mungu hapa, siongelei tu kumsikia Mungu kwenye mambo ya kawaida, naongelea kumsikia Mungu in a way that is expressing himself to you. Lazima mind yako iwe trained enough kupokea vitu vya kiungu ili uexcel kwenye your spiritual growth. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa mfano ninapofundisha, siku moja nilikuwa namsikiza TB Joshua. Alikuwa anafundisha watu meditation. Akasema, how do you think all this power come from? It's not that I'm praying much, because you cannot pray all the time. I am here right now ministering to you. I cannot be praying. Si sawa kwa mentality ya kuomba. Akasema, but always I stay in meditation. Kila muda nakaa kwenye meditation. Akamfuata jamaa mmoja alikuwa ni kilema, amekaa kwenye wheelchair. Akamwambia, for example you, what do you see right now? Akasema, I am seeing God healing me through you. Akasema, is that what you see? Bwana asifiwe. Akasema, hicho ndicho ambacho unakiona, kwa sababu aongelei tu kile ambacho wewe unatakiwa kukipokea kutoka nje. Anaongelea ile nguvu inayozaliwa kutoka ndani. Ashukuriwe Mungu anayetenda mambo makubwa zaidi ya yale tuyaombayo na tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo. Nguvu inayotenda kazi ndani, it is the power of meditation. It is the power of sight. It is the power of seeing something that brings results and power in the flesh. Angapi tunaelewana? Bwana Yesu asifiwe. Develop a mindset to see while you pray. Utaanza kusikia sauti ya Mungu kwa wepesi sana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Isaya alikuwa anaona. Kuna kitu alikuwa anaona wakati anaomba. Alafu ghafla Mungu akafungua mbingu. Alipofungua mbingu, Isaya akaanza kuona vitu kadhaa ambavyo mpaka leo tunavitumia kumexplain Mungu. Why? Because Isaiah saw. Why did he saw? Because his mind was open when he was praying. You know, hichi kitu cha mwisho niseme, unapoomba na Mungu akafungua akili yako kusikia na kufanya interpretation ya vitu vya roho na kuvileta mwilini, kumsikia Mungu kwako kuhusiana na vitu vyako binafsi sio kazi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unapojijengea ratiba, unapojijengea taratibu ya kumsikia Mungu kwa mambo ya kiroho. Tunapoona watumishi wa Mungu kama kina Mwagaseki, hawakaagi kujiombea. Bwana Yesu asifiwe. Wanakaaga kusikia anachokisema Mungu. Alafu wanapokuja tunasema, mtumishi wa Mungu ni hatari. Hatari yake haitokani kwa sababu anajiombea. Hatari yake inakuja kwa sababu ana uwezo mkubwa sana wa kuconvey vitu vya kiroho akavileta kwenye mwili. Kwa hiyo anapokuja kuongea na sisi, tunachokisikia, it is the power ambayo inakuwa inazalishwa ndani yake kutokana na alichokisikia kile cha kiungu, anatuletea kwetu sisi wanadamu. Lakini kinachomtofautisha, unasema unasomaje Biblia? Anaona nini anapoomba? Change your mindset. What you are seeing in prayer. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na maana kuna mtu mwingine hawezi akaomba bila earphone, kwa sababu anajua akiomba bila earphone, akianza kuomba, jana ulifanya 1 2 3. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu akili haioni jambo ambalo inalipa kustrive. Kwa sababu nikiomba mawazo yanakuja mengi, mimi naacha kuomba. Bwana asifiwe. Akili haioni. Akili inatakiwa kuona, ili Mungu anaposema vitu vyote vinyamazishwe kimya, sauti ya Mungu inuke juu. What you are seeing in prayer. Tunapoingia kuomba sasa hivi kwa dakika za mwisho kati tunamalizia,
develop. Mwambie Mungu nisaidie kuona. Yaani mwambie Mungu nisaidie kuona. Kuona nini zaidi ya yale uyaombayo na kufanyaje? Na kuwaza. Ukijifunza hapo, amani na furaha Roho Mtakatifu. Hivyo unajua mtu ukimsikia Mungu ghafla tu moyo unafurahi. Ghafla unakuwa na furaha moyoni. Bwana Yesu asifiwe. Why? Because you have had something ambacho kinakupush forward with God. Isaya alikuwa kuna kitu anaona. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame tu. Next time tutakuwa na muda mrefu zaidi. Tuweka mambo sawa. Muda wetu umekwisha kuisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mwambie Roho Mtakatifu akusaidie kuona. Unapoomba you must see. Maombi yako yalete ladha. You must see. If you don't see, it is impossible. Bwana asifiwe. Na kama umenielewa, na kama utaweka nguvu zako kuona, right now as we are going to pray, tunaona vitu vya ajabu sana. Bwana asifiwe. Kuna kipindi fulani nilikuwa naimba sana praise. Wakati naimba kuna mtu mmoja akaniambia, brother, kuna kitu najifunza. Mara nyingi ukishika mic ukiimba tu, yani kama kuna kitu kanabadilika hivi kwenye sauti yako. Nikamwambia hivi, it's because of what I'm seeing before I utter my voice. So my voice is not coming out because I'm singing. No. My voice is coming out because kuna picha inabidi iwe fulfilled katika mwili. Kwa hiyo picha ni lazima itoke na nguvu. Ndio maana kuna wale wainjilisti anaimba sauti ya 4. Hata ieleweki kinanda anatafuta key mpaka mfukoni. Lakini watu ghafla wamejazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Why? Kwa sababu haimbi tu, he sing, lakini kuna kitu anakiona ndani yake. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tonight develop a mind to see. Sijaweza kufundisha primordial truth, kweli za asili, kutokana na jinsi mambo alivyokaa hapa. Na mimi ni mtii sana kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini develop to see. Develop to see. Cha kwanza. Kitu cha pili, value what you have. Value a gift that God has given you. Kwa sababu gift Mungu aliyokupa ndio key ya kufungua vitu vingine vikubwa zaidi ambavyo nataka kupokea kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe.